fulani. Haya ni mambo muhimu. Katika mwaka 2025 nimepanga kufanya nini? Ni mambo muhimu sana. Kwa hiyo tusiende tu bila kuwa na mipango na bila kuwa na mikakati ya kutimiza malengo yetu. Nahimiza, kwa sababu bado tuko mwezi wa kwanza, unaweza kupanga, unaweza tena kuweka strategy za kufikia maono na mipango na malengo yako. Amina. Niombe sana tusiwe na mtu katika kanisa hili hana mpango wowote. Miriam, wewe pia unaweza kaweka mpango. Kwa mwaka huu nitafanya nini? Isiwe tu tupo, hapana. Naomba tufanye hivyo. Sasa ukiisha panga pamoja na Bwana, wewe uwe yule ambaye hazuiriki. Haleluya. Hebu sema, nitakuwa asiyezuirika katika mipango niliyopanga na Bwana. Kila mpango ambao umemshirikisha Mungu, tutakuwa na maombi kwamba adui asizuie. Haleluya. Sasa labda niseme kidogo umuhimu wa kuweka malengo au makusudi, na kabla ya hapo sasa niitie jina la Bwana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru. Ninakutukuza Bwana wangu na Mungu wangu. Naliinua jina lako na nisifu jina lako. Pokea utukufu wote na sifa kwa ajili ya ibada hii. Na ruhusu ule utukufu wako ukalie juu yetu. Nawe Mungu ukawe upande wetu, ukawe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo naomba Bwana. Naondoa viambaza vinavyoweza kutenganisha neno lako na nafsi za watu hawa. Navunja kuta zote kwa jina la Yesu. Na ruhusu mpeno kwenye fahamu za watu hawa, ili wakusikie, waelewe, na hatimaye waweze kuishi maisha ya ushindi. Nitangulie mimi, si katika mazoea, lakini kwa msaada wako ukanipe kusema kwa ujasiri wote kwa jina la Yesu. Nafanya mateka ya anga, nafanya mateka kwenye ardhi, ukajitukuze katika ibada hii kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umuhimu wa kuweka malengo unaweza kukusaidia kutafakari kile ulichofanya kwa mwaka uliopita na kuweka malengo kwa mwaka unaokuja au kwa mwaka mwingine. Tulishawahi kusema huko nyuma, kuendelea kukutana na watu wale wale, mazingira yale yale, mazungumzo, mawazo, fikra zile zile, inaweza kuwa vigumu kukubadilisha. Lakini wakati mwingine kutana na watu tofauti, wakati mwingine nenda mahali tofauti, kutana na mazingira tofauti, na unaweza kuweka mipango. Usiishi katika mazoea yale yale. Jaribu mambo mapya, yale ambayo umekufanya research na kuona unaweza kufanya. Jaribu tena na tena mpaka uweze. Haleluya. Haleluya. Yale ambayo umeyafanya kwa muda mrefu ni mazuri, basi yatengeneze kuyafanya vizuri, ili kwamba wale wateja au watu ulio na mahusiano nao uweze ku maintain na kuongeza wengine. Kuna mwingine anaweza kuwa anafanya biashara kwa sababu amezoea, akifika wananunua tu, basi anafanya business as usual. Hapana. Lazima uhakikishe una maintain kile unachofanya, na huku unafikiri kuongeza au kufanya kitu zaidi, ili kuleta mapato mengi zaidi kwako. Haleluya. Mungu yuko tayari kufanikisha kusudi lako ikiwa umetia nia kulifanya kwa utukufu wake. Andika point hiyo. Mungu yuko tayari kunifanikisha kusudi langu ikiwa nimetia nia kulifanya kwa utukufu wake. Tunaona katika Ayubu 22:28. Ayubu 22:28. Tunaweza kwenda kwa haraka kidogo. Kwa hiyo unapochukua kumbukumbu unaweza kuzichukua kwa haraka. Ayubu 22:28. Natamani mfahamu wako wote uwe hapa,
ili uweze kuchukua kile ambacho kimekuwa sababu ya wewe kuwa hapa. Mstari wa 28. Nawe utakusudia neno. Nawe, hebu sema, nawe utakusudia neno. Nalo litathibitika kwako. Na mwanga utaziangazia njia zako. Biblia inatuambia nawe utakusudia neno. Anayekusudia sio Mungu, ni wewe. Uko chuoni kusudia kufikia hatua fulani. Halafu Biblia inasema Mungu atathibitisha hilo kusudi. Kwa hiyo kuna mtu hapangi chochote, anasema mimi Mungu anajua. Achana na hiyo kauli. Haleluya. Haleluya. Ukisema Mungu anajua lakini unalo kusudi, unalotamani kulitimiza, unalotamani kuachieve, kuna kusudi unalo, na unaona moyoni unaweza, unaona ndani unaweza. Ukiona ndani unaweza, utaona ndani kunatokea nguvu au namna ya kuwezesha hicho kitu. Kutakuwa na wajibu unaona lazima nifanye ili kufikia hilo kusudi. Nanyi mtakusudia jambo, nalo litathibitika. Nanyi mtakusudia, ili ni neno linamaanisha ya kwamba ni wajibu wa mtu kukusudia, ni wajibu wa mtu kuweka malengo, ni wajibu wa mtu kuweka nia, ni wajibu wa mtu kufanya makusudi. Mwaka huu nitafanya nini? Ni wajibu wako. Sasa kuna watu wanamwekea Mungu kila kitu, kwamba Mungu anajua. Ni kweli anajua, lakini anajua kwamba hujakusudia chochote. Haleluya. Nanyi mtakusudia jambo, nalo litathibitika, litakuwa dhahiri. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Biblia inasema kile ambacho Mungu huwa anafanya, anaziangazia njia. Kwa hiyo kuna kusudi, halafu kuna njia. Nimesemaje Lameki? Kuna kusudi halafu kuna njia. Kusudi unaweka wewe, halafu njia za kufikia kusudi unaziweka wewe. Mungu anachofanya, anakuja kuangazia zile njia zako. Anakuja kwenye zile njia ulizoweka kufikia kusudi, anaziwekea nguvu, anaziwekea nuru. Anasema nami nitaziangazia njia zako mwanga au nuru. Jamani, mmenielewa hapo? Unayeweka kusudi, malengo ni wewe. Mwaka huu nitaabudu, mwaka huu nitajitahidi kufikia hatua fulani, mwaka huu nitafanya hiki. Halafu unakuja sehemu ya pili, unaweka njia za kufikia hivyo vitu. Sasa Biblia inasema zile njia unazoweka, Mungu atazipa nguvu, Mungu ataziangazia ili uweze kufikia malengo uliojiwekea. Yesu asifiwe. Kwa hiyo malengo ni kwa kila mtu. Tusiishi bila malengo yoyote. Amka tena, weka. Amka tena, weka malengo. Weka njia za kufikia. Uwe na nidhamu kwenye hizo njia, unaweza kufikia malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Ukikosa kusudi, unaifunga mikono ya Mungu kukusaidia. Ukikosa kusudi, unaifunga mikono ya Mungu kukusaidia. Kama yeye amesema weka kusudi, halafu weka njia, mimi ndadili na njia ulizoweka, kuzipa nguvu, kuziimpawa, ili uweze kupata matokeo uliojipangia. Unapokuwa huweki mipango yoyote, nataka kukwambia unaifanya mikono ya Mungu kunyamaza. Unafanya mikono ya Mungu kunyamaza. Ukikusudia, usipokusudia chochote, unaifanya mikono ya Mungu kuacha kukusaidia. Lazima uone kuvushwa rohoni,
uone kibali, ndipo uone mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Na azungumza habari ya kuwa na makusudi, kuwa na malengo, kuwa na vitu unatamani kutimiza katika maisha yako. Jambo muhimu ni kuwa tayari kufanya pamoja na Bwana, kutimiza kwa utukufu wa Mungu. Kuna watu hapa, watu wa Babeli waliweka kusudi, lakini kosa lao lilikuwa mnara ufike mbinguni, na walitaka kujiwekea jina. Kwenye Mwanzo sura ya 11, Mwanzo sura ya 11, tuone watu fulani walijiwekea nia ya 11 mstari wa 6. 11 mstari wa 6, Biblia inasema hivi. Unaweza kuanzia mstari ule wa nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Kwa hiyo tunaona lugha moja na usemi mmoja, hasa kwenye kusanyiko, ni mambo yanaweza kutufanikisha. Lugha moja, usemi mmoja, ni mambo yanayoweza kufanikisha kwenye ndoa kama mna lugha moja, kanisani kama lugha yenu ni moja. Hasa nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko, wakaambiana. Ile neno wakaambiana, maana yake wakazungumza, wakashare vision, wakashare maono, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujengee mji na mnara, kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kufanya. Sasa hapa ndio unapata neno wasiozuiliwa. Wasiozuiliwa, watu ambao lugha yao ni moja, semi yao ni moja, wanayo nia moja ya kufanya jambo. Ninakwambia, Biblia inasema watu hawa hawazuiliki. Hawazuiliki. Watu ambao lugha yao, usemi wao, nia yao, ikiwa kwenye ndoa lugha yenu ni moja, lugha yenu ni moja, ninawaambieni popote mnataka kufika mtafika. Haleluya. Lakini ukiona hamuelewani kwenye ndoa, maana yake imechafuliwa lugha. Alichofanya Mungu alipokuja katikati yao, na ni kwa nini alikuja akafanya vile? Kwa sababu waliweka mambo mawili ambayo ni kinyume na Mungu. Moja, wakasema tujijengee jina. Yaani kuna mambo umepanga kufanikiwa ili ujijengee jina. Jambo la pili ambalo walikosea hawa watu kule Babeli, wakasema tunataka tufike Mungu alipo. Sasa Mungu hataki kushare utukufu na watu yoyote. Jambo lolote unalopanga kufanya, mpe yeye utukufu, na kwamba hata nitakapofanikiwa, wewe Mungu ukatukuzwe, wewe Mungu ukasifiwe, wewe Mungu ukainuliwe. Mungu atakuwa na wewe kwenye huo mpango. Amina. Mungu atakuwa na wewe kwenye huo mpango. Walichokosea hawa, wakasema tunataka kufanya, wameweka nia sawa, wako wamoja sawa, na wakaanza kazi ya kufyatua tofali na kupangana kujenga. Wakaanza kujenga, nia yao ni moja, kujenga mnara ufike mpaka mbinguni. Unaweza ukaona umbali, lakini waliweka nia na Mungu akajua watafanya. Kosa lao ni kutaka wafanye wafanane na nani? Na Mungu. Wajijengee jina, wakati Mungu analo jina ambalo anataka litukuzwe. Haleluya. Kwa hiyo chochote unachopanga, panga pamoja naye. Hakikisha ya kwamba unachofikiri kufanya kitampa Mungu nini? Utukufu. Haleluya. Kitampa Mungu utukufu. Kile unachofanya
Madamu kimpe Mungu utukufu, utakuwa umeweza. Kwa hiyo wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina. Hili ndilo kosa walilojiwekea, kujifanyia jina na kutaka kinara au mnara ule ufike mpaka mbinguni. Lakini kama wangejiwekea namna ambayo wanataka Mungu atukuzwe katika jambo lolote walilofikiri kufanya, wanataka Mungu atukuzwe, wangefanikiwa. Kwa nini? Ni wamoja. Kwenye nyumba kinachoharibu ni kukosa umoja. Kwenye kanisa, kwenye mikusanyiko yote, tunatakiwa kuwa na umoja na lugha yetu iwe moja. Hakuna jambo tutazuiliwa, hakuna jambo litazuilika ikiwa nia yetu ni moja, kusudi letu ni moja, na mioyoni mwetu tumeshapanga kulitimiza jambo hilo kwa nguvu zetu zote. Umoja, lugha moja, havizuiliki. Kwenye ndoa, lugha ikiwa moja, usemi moja, nia moja, hamtazuilika. Mtaweka mipango na itatimia. Lakini mnapopishana, kila mtu akaanza kujiwekea maono yake, basi ni vigumu kufikia kiwango ambacho mmekusudia kama mtaachana. Kisha weka usemi umetofautiana, lugha imetofautiana, nia imetofautiana, mnamruhusu adui kuzuia maendeleo yenu na mipango yenu. Haleluya. Mwana kondoo ameshinda. Ukiweka kusudi la kutenda jambo na ukaweka mkakati wa kutimiza, kuweka mpango huo uongozwe na Bwana. Naomba uandike sentensi hii. Sema, nikiweka kusudi, uandike, nikiweka kusudi la kutenda jambo. Nikiweka kusudi la kutenda jambo na nikaweka mkakati wa kulitimiza, na kisha kuweka mpango huo, uongozwe na Bwana, nitafanikiwa tu. Mwalimu, hebu soma hiyo sentensi. Alafu baada ya hapo tutasoma mistari kadhaa. Nikiweka kusudi la kutenda jambo na nikaweka mikakati ya kulitimiza, na nikiweka kusudi la kutenda jambo na nikaweka mikakati ya kulitimiza, nikiweka kusudi la kutenda jambo, nikaweka mkakati wa kulitimiza, na kuweka mpango huo uongozwe na Bwana. Na kuweka manake umeandika, halafu ukaipeleka kwa Bwana, ukamwambia Mungu, huu ni mpango wa mwaka 2025 na njia zangu nimepanga, unazitaja. Ndio hiyo kuweka mpango wako uongozwe na Bwana. Nitafanikiwa tu. Weka mipango, weka njia za kutimiza, uwasilishe mpango huo kwa Bwana, anza kutekeleza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri hapo sasa mmeweka sawa sawa. Sasa tuandike Ayubu 42 mstari wa pili na Isaya 14:24. 42. Haya ninayosema natamani iwe kwa wanafunzi, iwe kwa wafanya biashara, iwe kwa wafanya kazi mbalimbali, kazi za mikono, chochote tunachofanya, weka malengo tafadhali. Kisha weka njia za kutimiza. Katika mpango huu ndatumia njia hii, mpango huu ndatumia njia hii, mpango huu. Lengo lako liwe Mungu atukuzwe. Lengo lako liwe nini? Hilo ndio muhimu. Ninaposema wasiozuilika ni wale ambao wamepanga na wamekabidhi mipango yao, wamekabidhi njia za kutimiza kwa Bwana. Hawa hawatazuilika.
Ayubu 42:2. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Unapolipeleka jambo lako kwa Mungu, linakuwa pia ni kusudi la Mungu, kwa sababu nataka yeye hatimaye atukuzwe, yeye hatimaye ainuliwe, yeye hatimaye asifiwe. Kwa hiyo mpango huo unakuwa umeukabidhi kwa Bwana kuutimiza, na kwa hivyo kwa kuwa ameshirikishwa Mungu hautazuilika. Haleluya. 14 Isaya 14 Isaya 14 Isaya. Na mimi natamani mipango yako asiwepo wa kuzuia hata mmoja, na tutafanya maombi sio yote madamu umeweka mpango, na kama hujaweka sasa utauweka, na tutaomba baada ya neno hili. Isaya 14:24. Neno la Mungu linasema, Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika yangu kama vile vilivyoazimia ndivyo itakavyokuwa, na kama nilivyokusudia ndivyo itakavyotokea. Kama ilivyoazimiwa ndivyo itakuwa, na kama ilivyokusudiwa ndivyo itatokea. Amina. 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 Sisi ni watu wa imani, tunaenda kwa imani. Tungeweza kusema hapa, wangapi mlipanga kufanya nini mwaka jana? Ulipanga kufanya nini mwaka jana? Kipi kilifanikiwa? Kipi kimeshindwa? Tunayarudia haya mara kwa mara kukutengenezea utaratibu au mfumo wa kupanga mambo. Huwezi ukawa shuleni alafu hujapanga chochote. Hata katika chochote unataka kutumika, unataka matokeo gani? Basi yatakulazimu kuwa na mipango ili uwe na hayo matokeo. Haleluya. Mwana kondoo ameshinda. Na hakuna sababu ya kusema sasa labda umejaribu mambo kadhaa yameshindikana. Maadamu uko hai unaweza kutimiza jambo. Amina. Maadamu uko hai unaweza kutimiza jambo. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu usikere leo asema sasa mimi ni mzee. Hapana. Maadamu tuko hai tunaweza kupanga na tukatimiza. Amina. Usiseme mimi ni mtoto. Hapana. Maadamu unajifahamu, weka malengo kwenye maisha yako. Kaa kwenye nidhamu ya hicho kitakachokuwezesha kufikia malengo yako, na Bwana akusaidie. Yesu asifiwe. Sasa tunapoweka malengo, adui huwa anajaribu kuzuia. Adui huwa anajaribu kuzuia. Na hapo ndio nataka sasa tujikite kumwomba Mungu kwamba chochote alichoandaa kuzuia mipango yetu, kuzuia yale tumepanga, na tunataka hayo Mungu atukuzwe. Tumemkabidhi Bwana njia zetu, naye ameahidi kutusaidia. Hivyo vizuizi nataka tupambane navyo katika maombi kwenye ibada hii. Kuzuia ni kusimamisha jambo au mwendo au chombo au mtu. Kuzuia ni kusimamisha jambo au mwendo au chombo au mtu, kusimamisha. Kwa hiyo adui atakuja azuie usifanikiwe. Adui atakuja kuonyesha uwezi kufikia hapo ulipopanga. Shetani atakuja kuondolea kwamba hautafikia, anakuletea kukata tamaa, anakuletea kuvunjika moyo. Ningeweza kusema jambo muhimu katika mambo ambayo ni ya kimkakati kwenye maisha yako. Yanapotokea mambo mabaya, Mungu akupe neema ya kunyamaza kwanza. Haleluya. Mungu akupe neema ya kunyamaza kwanza kabla ya kuchukua maamuzi kwenye mambo muhimu uliyojipangia kwenye maisha yako. Amina. 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 Kwenye mambo muhimu uliyojipangia, chukua muda wa kunyamaza kwanza, na kisha ukaanza kumtafakari Mungu katika engo ile ile ulio nayo. Iwe ni ya kukomishwa, iwe ni ya vurugu, iwe ni ya chochote, Mungu akupe neema ya kunyamaza kwanza. Wakati unanyamaza, inawezekana kabisa katika hicho kinachoendelea hakiko sawa na kina maumivu, lakini Mungu akupe kunyamaza ili uweze kutoa mawazo
au maamuzi sahihi. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa shetani atajaribu kukuzuia. Na hicho ndio natamani sasa Mungu atupe neema ya kujua namna na vile tunavyoweza kumwomba Mungu atusaidie kuvuka. Tuna uwezo katika jina la Bwana la kuzuia mabaya katika maisha yetu na kuruhusu mema kutendea kwetu. Sentensi inatamani uiandike. Andika, ninao uwezo kwa jina la Bwana Yesu kuzuia mabaya katika maisha yangu na kuruhusu mema kutendeka kwangu. Na kuruhusu mema kutendeka kwangu. Ninao uwezo kwa jina la Bwana Yesu kuzuia mabaya katika maisha yangu na kuruhusu mema kutendeka kwangu. Hebu soma Taheri. Ninao uwezo kwa jina la Bwana Yesu kuzuia mabaya katika maisha yangu na kuruhusu mema kutendeka kwangu. Ndio. Uwezo tunao katika jina la Bwana Yesu. Kwa jina la Bwana Yesu tuna uwezo wa kuzuia mabaya katika maisha yetu na kuruhusu mema kuambatana nasi. Kuzuia ni kudhibiti au kukomesha jambo. Miongoni mwa mambo yasiyozuilika ni yale ambayo Mungu ameshirikishwa. Mungu ameshirikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Hebu tusome, andika mistari hii alafu utaisoma mwenyewe. Yuda 1 mstari wa 13. Yuda 1 mstari wa 13. Andika Kutoka 36:6. Kutoka 36 mstari wa 6. Alafu utaandika Hesabu. Hesabu sura ile ya 9. Hesabu sura ya 9 mstari ule wa 7. 9:7. Unaona, anasema sisi tu hali ya unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, nasi tumezuiliwa. Kwa nini hata tusipate kumtolea Bwana matoleo kwa wakati wake ulioagizwa kati ya wana wa Israeli? Hapa Waisraeli walikuwa wamezuiliwa. Kulikuwa na mambo yaliyofanyika ya mauti yaliyoleta unajisi kwao, na hata sadaka zikazuiliwa. Kwa hiyo kilichofanya sadaka izuiliwe walikijua, na hapa wanakitaja kwamba hicho kimezuia. Tuone Hesabu 16. Kila zuio huwa linawekewa kwanza sababu. Linawekewa sababu. 16:48. Kila zuio linawekewa sababu. 16:48. Biblia inasema, akasimama kati ya hao waliokufa na hao waliokuwa wakali hai, tauni ikazuiwa. Tauni ikazuiwa. Akasimama kati ya waliokufa na walio hai, akakaa hapo katikati ili kuzuia tauni inayoua isiendelee kuua. Tukasimame katikati leo katika mipango tuliyopanga kwa mwaka 2025, ili chochote kilichokuwa kinaua na kuleta mapooza kwenye maisha yetu, kwenye biashara na chochote tulichokuwa tumejipangia, hicho kinacholeta mapooza, hicho kinachoua biashara, kinachoua elimu za watoto wetu, kikazuiliwe, maana inawezekana kwa jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. Warumi sura ya 15. Warumi sura ya 15. 15:22 Warumi. Ndiyo sababu nilizuiwa mara nyingi nisije kwenu. Ndiyo sababu, hapa Paulo anasema ndiyo sababu. Kulikuwa na sababu
zilimzuia asiende. Na hapa anazisema sababu hizo kwamba ndio zilikuwa sababu zisizuiwe. Sababu gani zimezuia biashara? Sababu gani zimezuia elimu? Sababu gani zimezuia kazi yako? Sababu gani zimezuia usisonge mbele? Tutamwambia Bwana atusaidie kama kanisa katika mambo tuliyojiwekea, adui asizuie hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati kwenye Kutoka 14 mstari wa 3, Waisraeli walizuiliwa jangwani wasitoke. Tulikuwa tunaimba hapa, kama mlivyozunguka yatosha. Unakuta unazunguka maisha yale yale, hakuna kupanda, na mara nyingi labda unashuka, hauongezi chochote. Maisha yako ni vile vile, namna ile ile, hakuna badiliko mwaka kwa mwaka. Hebu sema nakataa kuwa na mzunguko ule ule wa maisha usio na mambo mapya, usio na mabadiliko, kwa jina la Bwana. Tunaimba hapa na vijana, kama mlivyozunguka milima, lakini sasa geuka uendelee mbele. Amina. Sasa kwenye Kutoka 14:3 unaweza kaenda kusoma kwa wakati wako. Utaona Waisraeli walizuiliwa, wakawa wanazunguka humo, safari haiendelei. Wanaishi vile vile, wana matokeo yale yale, hakuna mabadiliko kwao. Na mabadiliko yanaanzia ndani, hayaanzi nje. Mabadiliko yanaanzia ndani. Nataka kusema kweli. Kwa mfano, unapotaka kusoma, si unasikia shauku ndani, lakini ndani ukisikia uvivu, ndani ukisikia uchovu, huku nje hata ukikazana haviingii. Bwana Yesu asifiwe. Haviingii. Kwa nini? Kwa sababu ndani hauko tayari kwenye hicho kitu. Lakini kuna wakati unaona ndani yako kumeamka kule ndani, na unatamani kufanya kitu, unaona wepesi unapofanya. Amina. Sasa omba hiyo hali iwepo ndani yako, hata kwenye kazi unapofanya. Kwa unafanya kazi za ujuzi, kama ndugu yangu Jonas anaweza kuwa shahidi. Unaenda mahali unataka kufanya kazi, kama uliplan kutokea ndani na ukawa na shauku ya kutamani kitu kizuri kitokee, unavyopaua au unafanya kazi nyingine, utaona unashikilia matokeo yale yale, unakuwa zingatia matokeo, picha yako ya mwisho iweje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati unaweza kuwa hali yako imeshuka, hapo unajikuta yani hauweki kwamba namna gani unataka picha ya mwisho iwe. Unataka vyovyote itakavyotokea ni sawa, baadaye umefanya. Kwenye maisha kuna wakati unaona mwaka utakavyoisha ndio hivyo, lakini kuna wengine wanapanga kwenye mwaka huo. Ndio maana tunapewa miaka sawa ya kuishi. Leo tukapewa miaka sawa, leo tukapewa miezi 12 sawa, lakini angalia mwisho, utaona huyu amefanya kitu hiki au huyu hajafanya kitu chochote. Tumepewa miaka sawa, tumepewa miezi 12 wote sawa, lakini mnafanya nini? Inawezekana tumepewa miezi 12 wa Moravian wote, lakini je, hapa TBC tunakusudia kufanya nini? Wote tumepewa miezi 12. Wengine wanao mambo wanakusudia kufanya, sisi tunakusudia kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yako unakusudia kufanya nini? Tumepewa wote miezi 12. Jirani yako ana miezi 12 kama wewe. Mwanafunzi amepewa miezi 12 labda kama wewe. Wewe unakusudia kuachieve nini? Unakusudia kutoa matokeo gani? Weka mipango. Na sasa tunaenda kumwambia Bwana, tunasimama katikati, chochote kinachotaka kuzuia matokeo ya mtu huyu kisifanikiwe. Haleluya. Amen. Kisifanikiwe, ili uwe mtu asiyezuilika. Kwanza uwe mtu unayejizuia kwa mabaya. Andika nayo sentensi hii: ili niwe mtu nisiyezuiliwa na nguvu za giza. Ili niwe mtu nisiyezuiliwa na nguvu za giza katika yale tuliyopanga au niliyojipangia.
nimejipangia au niliyojipangia. Kwanza lazima niwe mtu ninayejizuia kwa mabaya. Kwanza lazima niwe mtu ninayejizuia kwa mabaya. Unaweza kuandika Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 na ile sura ya 24 mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Soma Raheli. Ili niwe mtu nisiyezuiliwa na nguvu za giza katika yale niliyojipangia, kwanza lazima niwe mtu ninayejizuia kwa mabaya. Ndio. Kwanza lazima uwe mtu unayejizuia kwa mabaya. Si mtu ambaye wewe mwenyewe ni chanzo cha mabaya. Jizuie kwa mabaya ili uzuie adui kukuzuia. Jizuie kwa mabaya ili uzuie adui kukuzuia. Haleluya. Naomba tusimame. Kome hapo, tafakari hapo niliyofundisha. Tumia muda kuomba, weka mipango, weka malengo ili kutokee mambo tofauti. Kama unayo mipango tena, tafadhali utaishika tena. Kama unayo, na kisha tutaenda kuomba, kwa sababu kuweka mipango ni wajibu wako. Nani tutakusudia neno nalo litathibitika, na Bwana ataziangaza njia za kufikia mafanikio yako. Hebu sema Bwana Yesu, ninayo mipango kwa mwaka huu wa 2025. Tena tunayo mipango kwa ajili ya kanisa na maendeleo yake. Bwana Yesu, tunaileta mbele zako mipango ya kanisa, mipango ya mtu mmoja. Naleta mipango yangu mikononi mwako. Yote ninayoyaomba, yote niliyoyasema mbele za uso wako kwa mwaka 2025, naomba Bwana Yesu, ninayaleta mbele zako na kabidhi kwako mpango huo wote, na uleta mikononi mwako. Namna ya kuutekeleza naleta mikononi mwako. Ahadi yako ni kwamba mpango huu utathibitika na utabariki njia za mimi kufikia, na kuomba Baba, kufanikisha njia zangu katika mwaka wa 2025. Fanikisha njia zangu, fanikisha njia zangu, wala adui wasinicheke, wala wabaya wangu wasinicheke, wasinidhiaki, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba katika madhabahu hii tarehe 12, Mungu, ninaomba Baba, mipango niliyoweka, iwe ya biashara, iwe ya kazi, iwe ya elimu kwa watoto wangu, katika jina la Yesu. Mipango ya maendeleo kwenye familia naileta kwako. Wewe ni Mungu uliyesema utaithibitisha mipango yangu. Ithibitishe Baba, ithibitishe mipango yangu, ithibitishe mipango yangu. Mulikia njia za kufikia maono hayo. Ikiwa ni biashara, mulikia njia yako ili biashara hiyo ikaendelee. Mulikia Bwana njia niliyoweka, ikiwa ni mshahara. Yesu Kristo, ingilia kati, kuletea mshahara nikatimize hayo kwa jina la Yesu. Weka nidhamu kwenye maisha yangu na nafsi yangu. Mungu, nakataa mabaya, nakataa mabaya, nakataa kuzuiliwa kwenye mipango yangu, nakataa kuzuiliwa. Watoto wetu hawatazuiliwa katika mipango ya elimu yao, maisha yao. Watoto wetu hawatazuiliwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa kuwa tumepanga na kusogeza mbele za Bwana. Yesu, husika katika mipango hii. Bwana, husika. Mungu, husika. Mipango ya kazi, mipango ya biashara, mipango yoyote uliyomipangia, iwe ya ujenzi, iwe ya viwanja, iwe ya chochote cha biashara kitakacho kutukuza, naomba saa hii leo ya adui, toa mikono yako kwenye mipango yangu, toa mikono yako kwenye mipango ya kanisa, toa mikono yako kwenye mpango wa kila mmoja kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu uchome mikono yako, uchome kazi zako adui. Achia, achia, achia. Mimi niwe nisiyezuiliwa.
mimi niwe nisiyezuiliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mwaka huu sitazuiliwa, sitazuiliwa. Lazima uwe na matokeo yatakayomfurahisha Bwana, yatakayomfurahisha Bwana kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Hebu omba kwa kinywa chako. Mungu wetu na Baba yetu, tunaachilia mipango yetu mikononi mwako. Mipango ya familia yangu naiweka mikononi mwako. Mipango ya kanisa tunaweka mikononi mwako. Mipango ya mwanaume na mwanamke huyo naleta mikononi mwako. Yesu, wewe ndio wa kuthibitisha na kubariki njia za kutimiza maono na mipango hiyo. Baba, sasa ninaomba. Baba, sasa ninalitia jina lako. Baba, sasa ninaomba, ninaondoa chochote kitakachozuia mipango yake, mipango ya biashara, mipango ya kazi, kila kilichopangwa na adui shetani kumzuia mwanaume, kumzuia mwanamke, kuzuia vijana wetu kwa jina la Yesu, na kuja kinyume na moto rohanifu na haribu kazi na haribu makusudi yako. Adui shetani, hautafanikiwa, hautafanikiwa. Hawa ni wale wasiozuilika, 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 wasiozuilika. Hautawazuia, hautawazuia. Niko kinyume chako ya shetani. Nguvu za giza, mizimu itawazuia, waganga watawazuia, uchawi utawazuia, kila kazi ya giza hazitawazuia. Inua ndani yao, inua ndani yao kutimiza maono, kutimiza malengo, kutimiza nia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hali yoyote ndani yao inayoondoa hali ya kutimiza malengo yao, chochote cha kuwavunja moyo kitaondoka. Toeshwa ndani yao, toeshwa kwa jina la Yesu. Kila kinachovunja moyo na kuwakatisha tamaa, haribika, haribika, toweka ndani yao, ondoka, ondoka, ondoka. Achia nafsi zao, achia miili yao, ili Bwana wadumu mbele za uso wako. Na inua mipango yao, na inua Bwana mipango ya kununua gari, mipango ya biashara, mipango yoyote Baba ya kulima mashamba na kufanikiwa. Yesu, nainua kwako, ithibitishe Baba yangu na Mungu wangu, mipango yoyote ya kiuchumi na inua mbele zako ya baba huyu na mwanaume huyu mbele za uso wako, ikadhibitike. Angalia njia anazokusudia kutumia. Yesu, naomba wakafanikiwe, wawe tofauti, nuru yako ikaangaze mbele yao, wakainuke na kuwa juu kwa jina la Yesu. Amen.